Chuma cha Mjerumani ni kimoja tu hapa nchini Tanzania. Kwema? Bwana, hakika ni kimoja, nashukuru Mungu tunaendelea vizuri. Yes. Bwana, leo hii bwana TFF kumewaka. Taarifa umezipata Chuma? Ni kweli. Ni fukuto la uchaguzi la kumpata rais wa shirikisho la soka Tanzania TFF ambaye kwa hivi sasa yuko Wallace Karia. Kwangu mimi najaribu kuangalia mchakato mzima wa uchaguzi namna ambavyo ulivyo, unaweza ukawalaumu bure wanaogombea nafasi kwamba pengine ni wageni, pengine hawajafuata utaratibu na mambo mengine kibao namna ambavyo yalivyo, lakini kiuhalisia kanuni ambazo TFF wameziweka wao wenyewe haziko fair. Kwa maana kwamba kumfanya kila mgombea akiingia awe na uhakika kupata udhamini kwa mujibu wa kanuni, wala uwe na wadhamini wapatao 5. Sasa unakuja kuona katika nafasi ya urais bado kuna ugumu mkubwa sana kwa hawa ambao wanaogombea kuweza kupata endorsement. Imekuwa ni changamoto kubwa. Kimsingi mimi naweza nikasema kwamba mfumo ambao ulitumika wa kuwapata viongozi kwenye vyama vya soka mikoani ulikuwa ni mfumo wa kihuni. Ulikuwa ni mfumo wa kihuni kwa sababu ulikuwa na mashinikizo makubwa sana kutoka ngazi ya juu, lengo kuwapata wale ambao watakao kwenda katika uchaguzi wa taifa, kwa maana kwamba uchaguzi wa kumpata rais ambaye yuko TFF. Ukimsikiliza mwenyekiti wa kamati ya uchaguzi ni kama anakinzana na kuwaona wale ambao wanakuja kutaka nafasi ya urais ni kama hawajitambui. Lakini kumbe ndani masuala mazima ya uwepo wa rais Wallace Karia kuendelea yalikuwemo. Hasa unakuja kujiuliza, unaanzaje kuleta taarifa ya uchaguzi wakati ndani kamati tendaji inajua kabisa kwamba Karia anaendelea. Kumbe Karia anaendelea. Karia anaendelea kama kuwa rais. Alafu leo kutangaza mchakato wa uchaguzi wa nini? Maana kwa uchaguzi kuna ushindano wa kidemokrasia ambao uko fair. Sasa unakuja kuona leo hii ni ngumu kumtoa Karia ambaye tayari ashakuwa na mifumo yake za chini kabisa, kwamba barua zilitoka TFF kwenda kwenye vyama vya soka, kwa maana kwamba endorsement kupatikana mapema ilikuwa ni swala muda mrefu sana. Sasa hawa wagombea wote ambao wanakwenda hawa kuwania hizo nafasi hizi, saa pesa zao za kulipia bili ya maji TFF, bili ya umeme, unaelewa vizuri, lakini kufaulu Karia yuko pale hawezi. Labda itokee nguvu nyingine kwamba Karia hastahili kuwa rais. Hakuna ambaye ajui kwamba Karia amefanya nini katika mpira wetu kwenye uongozi wake wa usimamizi. Kuna mambo mazuri sana ambayo ameyafanya, sikatai. Lakini kwa hawa ambao wanaokuja etu kapishana Karia, kwa sababu cha kwanza kigezo kitakachokufiatua ni endorsement. Endorsement unazo? Kwa sababu endorsement zote ziko chini ya Wallace Karia. Uone ndaje kuwa rais? Manake kama kungona kanuni ambayo inasema kila mgombea anayekwenda kugombea ni uhakika kupata endorsement, endorsement 5 Karia nazo, anakwenda bwana Richard Shija na endorsement kuzipata uhakika, Alima endorsement kupata uhakika, ambao ingekuwa swala dogo. Narudia, kungekuwa na uwezekano kwamba kila mgombea ana uhakika kupata endorsement kwenye endorsement 47 au 46, kwamba leo Karia nazo 5, Mayaya nazo 5, sijui bwana engineer Hinda nazo 5, sijui bwana Richard Shija anazo 5, ungekuwa ni uhakika namna hiyo, tungeshuhudia uchaguzi wa fair, uchaguzi wa demokrasia, uchaguzi ambao umenyoka, hauna makando kando. Lakini kwa hivi sasa ni kupoteza tu muda, ni kupoteza tu pesa. Labda wawe na uhakika kwamba Karia hata kama anagombea lakini atafiatuliwa, labda. Lakini kama yupo hauwezi kufaulu, ni ngumu. Sasa Karia yupo na endorsement zote ziko chini yake, yeye ndo kiongozi, wafuta toboa, ni ngumu. Huwezi kutoboa. Kutoboa labda itoke nguvu ya juu huko
yenye hoja yenye mashiko kwamba sasa ni maamuzi. Aidha Karia amekutwa na sekeseke la makosa, labda makosa mfano ya kijinai, ameamini makosa ya kihujumu uchumi, makosa pengine ya uhaini, kwamba yuko gerezani, hapo sawa. Labda. Nimezungumzia labda. Lakini leo hii kichwa hauwezi kumtoa Karia. Mimi binafsi natamani kuona kwamba Karia mazuri ambayo ameyafanya tupate basi mtu mwingine ambaye naye tuone anakuja na mtazamo gani wa maendeleo ya soka la Tanzania. Kama Karia ameiacha ligi yetu kuwa nafasi ya 4, huyu anayekuja anatuletea nini? Ndio matamanio yangu mimi. Kwa sababu Karia sio Mungu kwamba ataishi miaka milele. Hakuna, si ndio? Maana yake itafika kipindi hatakuwepo au muda wake utaisha. Lakini kama yupo kwa hivi sasa, nadhani ulikuwa ni muda sahihi wa kupisha mtu mwingine aje atawale na yeye, tumuone anatupeleka wapi. Ukweli sio pingika, connection ya Karia ni kubwa. Yaani kumng'oa Karia kichwa huwezi. Ndio maana nikasema labda itokee awe na makosa ya uhujumu uchumi, maswala sio ya nini, utafiti umefanyika hivyo kwamba huyu mtu yuko ndani, hapo sawa. Lakini kwa hiki kilichopo ni ngumu kumtoa Karia. Yaani hiyo ni ukweli. Wote tazunguka, labda kama wana uhakika kwamba Karia mbeleni kuna jambo linakwenda kumkuta litakalomfanya yeye asiwe na mamlaka ya kuwa rais wa TFF, hapo sawa. Unajua kuna vitu vile vitu ongea kiuhalisia. Walipata vizuri uongee kiuhalisia kuliko ni kwanza kubumba mambo sio sawa. Lakini kiukweli hapa labda kama kuna nguvu nyingine ya kusema Karia lazima atoke, uchaguzi utakuwa ni 1 2 3, lakini vinginevyo mimi bado sijapata uhakika katika hilo. Kwa hiyo naona nizungumze kwa fair tu kwamba hapa ukweli sio pingika. Kanuni ambazo wamejiwekea wao TFF na kamati zake za uchaguzi ni kanuni ambazo zina ubaguzi, ni kanuni ambazo zinamlinda mtu yule ambaye bado yuko madarakani. Hapa tuweze kupata demokrasia. Yes. Yeah. Sasa Chuma, kwa upande fulani kama umeeleweka, watu watakuwa wamekuelewa. Turudi kwenye ligi yetu sasa. Unaendelea na ligi yetu ya NBC. Juzi Simba katoka kucheza mechi yake na Yanga pia kacheza mechi yake. Wote wameondoka na matokeo sare huku 5. Kwanza zile mechi mbili zilizopigwa kwanza zilikuonesha kitu gani? Mimi kwangu Simba ilistahili kushinda zaidi ya goli 10 Simba dhidi ya Ken Gold. Lakini kutokana na yale nao yasema kila siku, bado ukiwa na striker msumari wa kenchi ndo shida yake hii hapa. Subiri aletewe ndo afunge, na akifunga kwa bahati nasibu ndo haya. Kwa sababu Simba kama ingekuwa ina washambuliaji ambao ni kila, yani wa kumaliza kazi, Ken Gold ilikuwa na deserve kula hata goli 20 goli 10. Kwa mara ya kwanza ingewekwa rekodi. Timu ya kwanza kufungwa goli nyingi msimu wa 24-25 ilikuwa ni Ken Gold, lakini Simba imeshindwa kufanya hicho kitu. Kwa nini? Ni ubora wa safu ya ushambuliaji ya Simba. Kila siku nayasema haya. Lakini wanatoka watu wahuni huko mtani na kwanza kusema Mukwala anahusika na Berekane, Mukwala anahusika na Kaizer Chiefs. Hivi wewe amefeli Langa Chivavilo pale Kaizer Chiefs akafaulu Mukwala? Sisemi kwamba ni mchezaji mbaya wa kiwango kile, lakini bado ni wa kawaida.